Hujambo na karibu sana mtazamaji wa Zone Media, tujuzane yote yanayojiri katika anga za kimataifa. Na hapa mtazamaji, nakuletea kwa undani kabisa kile ambacho kilijiri jana Mashariki ya Kati. Hapa natazungumzia kwenye upande wa mashambulizi ya pande zote mbili, yani yale ambayo Irani iliyafanya kuelekea Israel, kwa sababu jana Irani iliweza kurusha makombora mengi sana kuelekea Israel, lakini vile vile makombora hayo yalihusisha Iran wenyewe, lakini na washirika wake wa Hezbollah. Takribani kama vile zaidi ya makombora 140 na roketi yaliweza kurushwa pale nchini Israel. Lakini vile vile Israel na Marekani nayo jana walifanya mashambulizi makubwa sana na ni makali nchini Irani, ambapo inasemekana kwamba kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Iran, zaidi ya malengo 100 yaliweza kulengwa siku ya hapo jana. Na kwa nini Marekani na Israel walikuwa wamepata hasira? Ni kwa sababu Irani jana ilifanikiwa kuweza kudungua ndege 3 za kivita za Marekani, ambapo ndege ya kwanza iliyodunguliwa ni aina ya F-15E, lakini nyingine ni helikopta ya Hawk ambayo ilihusika wakati wa operesheni ya kwenda kuwatafuta marubani ambao walikuwa katika ndege hiyo ya F-15. Lakini vile vile kuna ndege nyingine ambayo pia nayo jana iliweza kudunguliwa mapema kabisa, aina ya A-10 na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC. Hapa tuanzie kwenye ripoti inayoeleza mashambulizi ya Irani ambayo yalipelekwa moja kwa moja nchini Israel. Sasa kwa mujibu wa shirika la habari la Al Jazeera, lenyewe liliweza kutoa baadhi ya picha zikionyesha kwa jinsi gani ambavyo miundombinu nchini Israel imeweza kuharibiwa vibaya, na miundombinu hiyo inahusisha majengo mbalimbali, lakini maeneo ya muhimu sana ya kijeshi huko nchini Israel pamoja na sehemu nyingine. Katika ripoti ambazo zilikuwa zikiripotiwa siku ya hapo jana, zimeonyesha kwa jinsi gani ambavyo Irani ilitumia makombora hatari pamoja na washirika wake Hezbollah kwa kutumia roketi ambazo zilirushwa moja kwa moja kuelekea ndani ya Israel. Kwa mujibu wa picha ambazo ziliweza kuchapishwa na shirika la habari la Reuters, yanaonekana hapa majengo kama ambavyo unaona kwenye skrini yako yakiwa yameharibiwa vibaya, lakini vikosi vya Magen David Adom vya Israel vya uokoaji vikiwa katika hali ya kuweza kutafuta manusura. Lakini maeneo mengine pia inaonekana kwa ndani kombora lilikuwa limepenya katika maeneo hayo ambayo yaliweza kukumbana na mashambulizi, ambapo moja kati ya eneo lingine ambalo liliweza kushambuliwa ni eneo la Roshi Hayan pale Israel. Hao ni Irani. Na Irani yenyewe sasa hivi inachokifanya ni kwamba inazidi kuongeza mashambulizi zaidi na zaidi, ili tu kuweza kutoa funzo kutokana na vita ambavyo vilianzishwa na Israel pamoja na Marekani. Yaani mgogoro huu ni mgogoro mkubwa ambao kila siku unazidi kuleta picha tofauti. Lakini pia Israel nayo sasa pamoja na Marekani, wao waliweza kulenga target 100 kwa mujibu wa taarifa, ambapo Israel na Marekani wamedai mashambulizi dhidi ya maeneo ya kijeshi ya Iran mjini Tehran yaliweza kufanywa, na jeshi la Israel lenyewe lilisema kwamba limepiga mashambulizi katika maeneo ya kijeshi mjini Tehran siku ya hapo jana ya Ijumaa. Kwenye taarifa ya kijeshi imeelezwa kuwa jeshi la anga limepiga maeneo ya ulinzi wa anga ya utawala wa Iran, ikiwa ni pamoja na eneo la ulinzi wa anga la IRGC, ambapo makombora yaliyokusudiwa kushambulia ndege yalihifadhiwa. Lakini vile vile ripoti zingine zinaeleza kwamba maeneo ambayo yaliweza kupigwa na kuthibitishwa mpaka hivi sasa ni kama ifuatavyo. Kuna eneo linaitwa Kalakjal, kuna Jamshidia, kuna Tochal, kuna Azerbaijan Magharibi, kuna kaskazini mwa Iran, lakini kituo cha machapisho ya kusikiliza taarifa ya ujasusi wa Iran katika milima ya kaskazini mwa Tehran, lakini shule ya muziki huko Tehran, Kalkachi, wilaya ya Niavaran, wilaya ya Velenjak, wilaya ya Jamaran, wilaya ya Kashanak, wilaya ya Darbendi, lakini pia wilaya ya Sadat Abad. Yote hayo ni maeneo ambayo yaliweza kulengwa siku ya hapo jana na vikosi vya Israel pamoja na Marekani. Na hii yote ni hasira kutokana na ndege zao ambazo ziliweza kulengwa, ndege zao za kijeshi. Na vyombo vya habari vya Iran vilithibitisha kufanyika kwa mashambulizi makubwa zaidi tangu kuanza kwa vita. Lakini pia shambulizi hili linatokana na kauli ya rais wa Marekani Donald Trump, ambayo aliweza kuizungumza
siku ya hapo jana, mara tu baada ya ndege zao za kivita kuweza kushambuliwa vibaya, ambapo jana rais wa Marekani Donald Trump alieleza kwamba jeshi lao ndiyo linaanza kazi sasa, ni madaraja na mitambo ya umeme ndivyo ambavyo vitalengwa. Ni kweli Marekani imefanya mashambulizi makubwa sana katika miundombinu pale nchini Iran. Moja kati ya sehemu ambazo zimelengwa ni madaraja makubwa pale nchini Iran ambayo yamekuwa kiunganisha sehemu moja na sehemu nyingine, na hata ripoti ya waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema kwamba wao watajenga hayo madaraja, hakuna shida kabisa, ila hii ndio nafasi ambayo unaweza kuitumia kumpiga Marekani. Ni kwa mujibu wa maneno ambayo aliweza kuyazungumza waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi, na akasema kwamba yeye mwenyewe haogopi kufa. Sasa Trump katika kauli ambayo alizungumza kwamba jeshi lao ndio linaanza kazi rasmi, ndipo ambapo mashambulizi makubwa pia yaliweza kufanyika, ambapo katika chapisho lake la hivi karibuni katika mtandao wa Truth Social, Trump amesema jeshi letu kubwa na lenye nguvu mahali popote katika ulimwengu huu ndio hata bado halijaanza kuharibu kile kilichosalia Iran. Madaraja yanafuatwa, halafu mitambo ya umeme. Serikali mpya inajua nini cha kufanya na ni lazima kifanyike tena haraka. Ndipo ambapo mashambulizi makubwa yakaanza katika miundombinu pale nchini Iran, lakini Irani pia ikaeleza kwamba wao wako fiti kabisa licha ya Israel pamoja na Marekani kudai kwamba wameangamiza uwezo wao wa makombora na uwezo wao wa kijeshi kwa ujumla. Sasa hivi tunaelekea kwenye Pasaka, yani sikukuu za Pasaka, na Marekani iliweza kuwasilisha ombi kwa Iran kwamba waweze kusimamisha mashambulizi kwa saa 48, yani waweze kusimamisha vita. Na moja ya sababu kubwa ambazo zimeweza kutajwa ni sikukuu ya Pasaka pamoja na kuwatafuta marubani wao. Sasa Iran ikatupilia mbali ombi hilo na ikakataa kabisa kuweza kusimamisha mashambulizi, na ndio maana mashambulizi yanazidi kuendelea siku hadi siku. Si kwamba nchi za Guba hazishambuliwi, Iran imekuwa bado ikilenga maeneo muhimu ya kimkakati ya Marekani katika ukanda wa Mashariki ya Kati kwa hivi sasa. Hali ilivyo ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump bado anazidisha kueleza kwamba nchi yake ipo kwenye mazungumzo na Iran, na amekuwa akieleza hivyo mara zote, japokuwa Irani wamekuwa wakikanusha madai hayo ya rais wa Marekani Donald Trump, wakimuita kwamba muda mwingine ni muongo, amekuwa akipotosha umma, na amekuwa akizungumza hivyo. Wengi wamekuwa wakijadili na kuona kwamba ni lugha ya kisiasa ambayo rais Trump amekuwa akiitumia kwenye uwanja wa vita, huku mapigano yakizidi kuendelea. Lakini sikukuu ya Pasaka ndio inakaribia kuweza kuingia wakati wake, na bado hali halisi inazidi kuwa sintofahamu huko katika ukanda mzima wa Mashariki ya Kati, Irani ikiendeleza mashambulizi yake, huku utaalamu zaidi wa kuweza kulenga ndege za kivita za Marekani unazidi kuibua maswali mengi siku hadi siku. Basi mtazamaji wetu, kwa taarifa zaidi ni kuombe uendelee kuwa nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.